tunayo fursa kubwa sana mwaka huu ya kidunia ya kibiashara katika mji wa Osaka, Japani, ambapo Expo 2025 itafanyika. Nafikiri mtakumbuka tulikuwa na Expo iliyopita tulifanya Dubai, kufanya biashara kwenda kwenye Expo ya Dubai, na tulipata mafanikio makubwa sana kwenye Expo ile. Nafikiri ndiyo iliyokuwa Expo iliyovunja rekodi katika Expo zote ambazo nchi yetu imeshawahi kushiriki. Mtakumbuka kuna mikataba memorandum nyingi zilisainiwa pale za kibiashara za takribani dola bilioni 8, na uwekezaji wa memorandum zile au ile mikataba iliyosainiwa pale mingi imeshaanza kutekelezwa, ikiwepo uwekezaji mkubwa ambao ulifanyika kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni matarajio yetu na tumejipanga vizuri, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector. Mwaka huu tumeangalia katika maeneo ambayo sisi tunafanya biashara na Japan, ni bidhaa zipi ambazo wanazichukua kwetu au wananunua kwetu moja kwa moja kutoka Tanzania kwenda Japan, lakini kuna bidhaa zingine ambazo wanazinunua kutoka kwetu zinapita kwenye nchi zingine halafu ndo zinauzwa Japan. Kwa hiyo zote tumeziangalia kwamba sasa tunapokwenda kule tunakwenda na nini ili wa Japani tuweze kuwavutia, lakini si wa Japani tu, ni nchi zaidi ya 100 zitakuwa pale. Kwa hiyo ni fursa pia ya kuzifikia nchi zingine ambazo tungependa kufanya nazo biashara. Kwa hiyo si tu kwamba tunalenga soko la Japani, lakini tunalenga masoko ya zaidi ya nchi 150 ambazo zitashiriki kwenye Expo ya Japani Osaka 2025. Kwa hiyo katika vitu ambavyo tumeviona, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector, na ambavyo tunaona sisi tukienda kule kwenye soko la Japani lenyewe, vitu ambavyo tutapiga bao ni bidhaa za kilimo. Kwa hiyo katika maonyesho haya, kitu cha kwanza ambacho tunakibebea bendera, tunakiweka katika bidhaa namba moja kabisa ni vitu vya bidhaa za kilimo. Japani inanunua kahawa nyingi kutoka kwetu, lakini inanunua kahawa pia kupitia nchi zingine, lakini kahawa ile ukitrace inatokea Tanzania. Lakini wananunua pia sesame, ufuta kutoka Tanzania tumeona, na mazao mengine mengi. Korosho wananunua lakini wanapitia kwenye nchi zingine. Sasa tunataka tukapate direct access na soko la Japani. Leo hii tunaona kwamba uwekezaji unazidi kuongezeka. Imani yetu kubwa kwa hizi kazi kubwa zinazoendelea kufanya, na hasa katika maonyesho haya, GDP yetu itapanda. Hayo ndio malengo yetu. GDP yetu sasa hivi ni dola za Kimarekani bilioni 80. Lakini kasi kubwa tunapoifungua nchi yetu, tutaenda kufanya vizuri zaidi. Mwisho wa siku ni kwamba kila mtu, uchumi usonge mbele, livelihood za watu ziweze kuimarika zaidi, kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo siku ya tarehe 25 mwezi Mei 2025 tutakuwa na kitu kinaitwa National Day. Katika maonyesho yale ni kwamba kila nchi imepangiwa siku yake. Sisi siku yetu itakuwa siku ya 25 ambayo itakuwa National Day. Siku hiyo ni kwamba tutakuwa na kiongozi mkuu wa kitaifa ataikuja kwa ajili ya kuhakikisha kuadhimisha siku hiyo kama mgeni rasmi. Kumbukeni, katika maonyesho ya Dubai, mgeni rasmi alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hali kadhalika maonyesho mwaka huu, Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgeni rasmi, lakini amedelegate kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, ambao tukio hilo litafanyika siku ya 25 mwezi Mei. Imani yetu kubwa, Watanzania watafurahia, wale kwa Japani diaspora na wawekezaji wanaenda kule na wafanya biashara mbalimbali kushiriki sambamba katika siku hiyo ambayo itakuwa na matukio mawili. Itakuwa na tukio la mchana, lakini tukio la usiku la dhifa maalum ya chakula kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuadhimisha siku yetu hiyo. Siku ya tarehe 26 tutakuwa na siku maalum kwa ajili ya kongamano la uwekezaji. Litalohusu mambo ya biashara, mambo ya uwekezaji na masuala ya utalii. Kwa hiyo siku hiyo hapo mwenyekiti anazungumza, tunategemea kwamba siku hiyo kutakuwa na mambo mengi. Kumbukeni, ile Dubai Expo tulisaini karibu mikataba 36 ambayo ni thamani ya shilingi bilioni karibuni USD bilioni 8, ambayo kazi yake ni kubwa sana kubadilisha uchumi, zaidi ya ajira 214,000 plus.
lengo kuhakikisha kama wananchi wanaweza kupata ajira. Imani yetu kubwa mwaka huu, kwa sababu watu wengi wataenda kutembelea pale, zaidi ya watu milioni 28, ambao kati ya wale milioni 8 ni wale ambao watakuwa wanashiriki, na kati ya hao watotoka nje karibu milioni 3.5, na sisi Tanzania ni miongoni mwa hao watafanya hilo. Kwa hiyo imani yetu kwamba siku ile ya kongamano ni siku ambayo nchi yetu itaenda kutangaza tulichokuwa nacho. Kwanza, tumefanya juhudi gani katika uwekezaji. Tutatangaza yale ambayo kama kazi kubwa ya fursa tulizokuwa nayo. Kwa mfano, ajenda ya kuhakikisha tumefanya uwekezaji katika swala zima la nishati, ili mradi kusaidia hata uwekezaji uweze kusonga mbele. Tulikuwa na changamoto kubwa ya nishati huko nyuma. Kumbukeni uzalishaji wetu ulikuwa megawati 1600 karibu na 90. Lakini swala zima kumalizika mradi wa bwawa la Nyerere, sasa tunaendelea katika tunapanda hapa hivi nyuma tulikuwa na megawati 3440, sasa inapanda kwenda megawati 4000. Ina maana hiyo ni assurance mwekezaji akija Tanzania atapata swala zima la nishati ya kuendelesha mitambo yake. Lakini si hata hivyo kuhakikisha kama kutoa taarifa jinsi gani Tanzania inaendelea kuwekeza katika upatikanaji wa nishati, kwa sababu uwekezaji unataka nishati. Leo hii unaona kwamba uwekezaji mkubwa uliofanyika wa megawati 80 kule Rusumo, ambao mradi huo utasaidia na nchi partnership na watu wa Burundi na DRC na wenzetu wa Rwanda. Kwa hiyo inaonekana kwamba eneo hilo ni maeneo ambayo tunaenda kuyatangaza. Lakini kubwa zaidi swala zima la fahari yetu, reli ya SGR, kwamba kuvutia watu mbalimbali, jinsi gani tumekuwa serious katika swala la uwekezaji, lakini kuona jinsi gani watu wanaweza kutumia fursa kwa hii reli ambayo inaunganisha nchi yetu na nchi zisizokuwa bandari, DRC, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo tutakuwa na kazi kubwa katika eneo. Kwa hiyo siku ya kongamano tutakuwa ni siku kubwa zaidi. Niwaombe waandishi wa habari kwamba tuendelee kuzitangaza habari hizi kwa ajili ya Watanzania kuweza kutumia fursa hii kwa ajili ya nchi yetu.